Juni 5 kila mwaka dunia huadhimisha siku ya mazingira. Siku hii imeanzishwa na Umoja wa Mataifa mwaka 1972 kuhamasisha watu duniani kote kulinda na kuhifadhi mazingira. Kauli mbiu ya mwaka huu 2025 ni tokomeza uchafu wa plastiki. Kauli mbiu hii inalenga kuhamasisha hatua za pamoja duniani kote ili kukomesha uchafuzi wa plastiki ambazo zimezagaa maeneo mbalimbali ambapo unaendelea kuharibu mazingira. Chupa ya maji inauzwa shilingi 1000, sehemu zingine 800 mpaka 700 hii hapa. Lakini ili ziwe kilo hizi inatakiwa ziwe kuanzia 25 mpaka 30 hizi chupa. Nchini Tanzania, jijini Dar es Salaam ni moja ya maeneo ambayo ni wazalishaji wakubwa wa takataka za plastiki. Licha ya kuwa jiji hili ni mzalishaji mkubwa wa takataka hizo, bado hakuna mifumo mizuri ya kuhakikisha taka za plastiki zinachakatwa upya ili kupunguza madhara yake kwa mazingira. Katika changamoto hiyo inaibuka fursa, ambapo linaibuka kundi la waokota takataka rejeshi ambao wamekuwa wakitumia muda mwingi kuokota takataka za plastiki kwa lengo la kuzirudisha viwandani ili zichakatwe upya. Kutokana na kazi hiyo anayofanya, mchango umekuwa ni mkubwa sana kwenye kutunza mazingira, lakini thamani yao bado ni ndogo sana kwenye jamii. Serikali haitutambui, haijui thamani wetu, lakini kitu tunachokifanya sisi ni kikubwa mno. Kwa mfano, umeona siku hizi hata mvua zimenyesha hivi juzi, hakuna mitaro kuziba kwa sababu makopo, viroba vyote vinatolewa na kunataka rejeshi. Umeona, lakini serikali haiwatambui wa watu. Lakini vile vile serikali endapo tungekuwa tuokoti si chupa na hivyo viroba na hizo taka zingine, serikali ingebidi walipe watu kwa ajili ya kwenda kufanyaje kuzibua ile mitaro. Lakini sisi tunafanya hiyo kazi, hakuna anayetulipa. Yaani tunachokipata tunaokota taka rejeshi, lakini tunachokipata ni kidogo mno. Hapa nitatoa kwa mfano tu, kwa mfano labda wa hii chupa hapa. Hii chupa ya maji inauzwa shilingi 1000, sehemu zingine 800 mpaka 700 hii hapa. Lakini ili ziwe kilo hizi inatakiwa ziwe kuanzia 25 mpaka 30 hizi chupa, ambao kwa 1000 ni shilingi 30,000. Umeona, lakini mimi nikiokota zikiwa kilo moja naenda kupata shilingi 400 au 300. Lakini aliyeweka maji yeye kaingiza 30,000. Mimi ambaye nasafisha mazingira naenda kupata 300. Umeona kabisa ni umbali huo ni mbingu na ardhi. Kwa hiyo yani thamani yetu inakuwa ni ndogo sana. Labda sababu serikali yenyewe haituthamini. Watu wengine baki watatuthamini vipi? Watu sisi kama wezi tu. Lakini kama wangekuwa serikali inasemaje, tunawathamini sana waokota taka rejeshi kwa sababu wanatakasa jiji, wanatoa magonjwa ya mlipuko, na jamii nayo vile vile ingesapoti, tungejulikana, tungeonana. Lakini hii tunaona kimya. Ndio maana kuna wengine wanaokota taka rejeshi alafu muda mfupi wanaacha kwa sababu ya zile dharau za mtaani. Watu wanaokota taka rejeshi anaonekana hana adabu, hana akili, hajasoma. Hata kama una elimu yako unaonekana hujasoma. Yaani huna akili. Kwa nini unafanya kazi ya taka rejeshi? Huna akili. Kumbe sisi tumejiongeza. Kuokota taka rejeshi ni wito kutoka kwa Mungu. Kazi kama hii hapa, changamoto ya kwanza, kipato ambacho tunakipata sisi ni kidogo sana, na tuna mahitaji ni mengi. Kama sisi tunategemea, tuna familia, wengine tunalipa vyumba, hicho tujimeki tupate kujisaidia katika mahitaji yetu ya kila siku. Changamoto ya pili pia ni tuseme ni afya kwa ujumla, na vitendea kazi. Serikali nadhani imetusahau kabisa, na wala hawezi kujua umuhimu wetu sisi kama ni upi na kwamba watusaidie vipi. Nadhani wao hatupo nao pamoja zaidi, wametusahau zaidi serikali. Baadhi ya kumbukumbu ambazo waokota takataka rejeshi huwa wanasema hawawezi kuzisahau kwenye kazi hii ni namna kazi hii inavyokuwa hatari, lakini bado hawathaminiwi. Siku hiyo ilikuwa asubuhi, naokota taka rejeshi. Mtaa mmoja unaitwa mtaa wa Machinjioni hapa, machinjio ya zamani. Nasikia bwana yeye mokota makopo kapigwa pale. Alikuwa naiba kapigwa. Na mimi nina makopo. Nikasema sasa sija akasema na mimi naokota makopo nipigwe ni.
ili nichukua kidogo mawazo pale. Nikasema ni nani sasa anayepigwa katika makopo? Labda ni yule ndugu yangu mwingine wa vijana wangu. Ni nani? Kwenda kule naogopa kwenda kwa sababu na mimi nakuta makopo. Ikabidi ule mzigo wa takarejeshi nikarudisha hapa kwenye kituo chetu kwa agent, nikamwambia bana kuna mwenzetu mwingine kauawa huko. Na yeye akasema hata mimi nimesikia huko lakini simjui ni nani. Basi nikaenda mimi kule. Kwenda kule nikamkuta kijana, ndo kijana wetu. Nikauliza jamani vipi? Sema alikuwa anataka kubeba jiko hapa. Kwa hiyo watu wamemuitia mwizi, kapigwa kafa. Hiyo mimi ilinipa changamoto sana. Kwa natoka huku navuka na barabara. Mzigo kwa umenifunika usoni, mbele kwa sioni. Nivuka barabara kwanza, barabara pili, hapo ndo mzigo kabustwa, ile jamaa akaja. Tairi tu ndo kama mimi nani. Baada hapo ulikachukua hatua gani? Gari lilisimama afu baadaye akaondoka jamaa akakimbia. Moja ya changamoto kubwa anayokutana nayo ni usalama wa afya zao, lakini hilo halijawahi kuwarudisha nyuma. Changamoto za majeraha au za kutana na hivyo vitu, mimi mwenyewe binafsi hapa ni shahidi namba moja, nishakutana na hilo janga. Mguu hapa, muone mguu hapa kama unavyoona hapa, nilimwagikiwa na maji yalikuwa kwenye chupa, lakini sijui ni maji ya nini unaona. Sikujua maji ya nini. Mimi nilichokifanya mimi nikatafuta tu na mpaka leo unaniwasha, unaona niwa najikuna. Umeona? Yale maji yaliponimwagikia nikakaa kama wiki, vikatoka vipele. Vile vipele kukuna, mguu kajaa, ukawa hautoi damu sana, unatoa yani mavitu meupe yani. Umeona, yani unatoa mavitu meupe ambayo mwenyewe sikuelewa. Umeona bwana? Sasa kwenda hospitali hela sina. Umeona? Na mimi ili nile lazima nitoke ndo nile. Sasa nikaangalia mguu, sikuwa na jinsi kwa kweli. Umeona, sikuwa na jinsi kwa kweli. Niliteseka nao sana. Kundi hili linapaza sauti yao wakiitaka serikali na wadau wakumbuke mchango wao kwenye kutunza mazingira ili wawe na mazingira mazuri ya kufanyia kazi. Tunataka serikali itutambue ili tupe kipaumbele, ili watutambue, ili wajue kwamba sisi tunafanya hii kazi kama kazi nyingine, ili kazi yetu iendelee, kwa sababu sisi tuna familia. Mimi na familia hiyo ninaiendesha kwa hii kazi, wanaenda shule, wanasoma, nakula hapo na kodi hapo. Tunamshukuru Mungu, tunapambana, tukosi chochote, ila serikali tutambue zaidi. Sasa tunasafisha jiji linakuwa safi. Mimi nilikuwa naomba kwanza serikali iweze kututambua kama sisi tuna umuhimu zaidi katika hii kazi, cha kwanza. Na cha pili nilikuwa naomba kwamba kama inawezekana basi hata sisi wenyewe tulikuwa tunapenda kwamba serikali iweze kuweka utaratibu fulani, kila mwokota kopo awe ana kitambulisho cha kuweza kutambulika kwamba huyu yuko wapi, anaokotea sehemu gani. Unaona nani. Na kama kuna msaada angalau hata katika mwezi, angalau na sisi angalau serikali iweze kutukumbuka, kwa sababu kazi tunaifanya kwa kweli mitaa inang'aa kwa ajili yetu. Cha kwanza kabisa nilikuwa naiomba serikali yani irasimishe hii kazi, au irasimishe yani huu mtandao wa kutotaka rejeshi, umeona, uwe kama sekta nyingine. Kwa mfano unapozungumzia yani, kwa mfano labda nitoe mfano gani, hayo mambo ya kutaja nini, nasema kisome, yani tuseme kama yani itambulike kiserikali, umeona, itambulike kiserikali ili iweze kuwabana hao wanaozalisha chupa za plastiki, umeona, waweze kutukatia sisi bima za afya, waweze kutupatia vitendea kazi ikiwemo gloves, umeona, ikiwemo gunboot, umeona, maovaloli, umeona, kofia ngumu zile, kwa sababu asilimia kubwa sisi tunaokota taka katika mazingira magumu sana. Sehemu nyingine kwenye maporomoko, kama hivi mvua zinaponyesha, unapita sehemu na kuna dongo limekatika na wewe chini, sasa utakuta huna vifaa vya kujikinga. Kienda chini kule mkono una, na ili ule utoke, ili upate hela utoke, sasa mkono umevunjika, hapo inakuwaje? Unakuwa mzigo kwa wenzio. Kwa sasa matumaini ya kuokota takataka rejeshi jijini Dar es Salaam yapo kwa mtandao wa kuokota taka rejeshi Mtawada, jukwaa ambalo limeanzishwa ili kupigania maslahi yao. Kuna kanuni ya mazingira ambayo inawataka waokotaji, ambayo inataka wazalishaji wa chupa za plastiki kuwajibika
kwa uchafuzi wa mazingira wanaoufanya. Kwa hivyo hii kanuni katika baadhi ya mataifa wenzetu imefanywa kuwa mandatory, ni kanuni ya lazima, kwamba kwa sababu wazalishaji wao wanazalisha chupa zile zinakuja zinachafua mazingira, lazima walipe watu wanaofanya kazi ya usafishaji wa hayo mazingira. Lakini kwa Tanzania hii kanuni ipo, Polluter Pays principle ipo, lakini kanuni haifanyiwi kazi. Haifanyiwi kazi kwa sababu bado ipo kwenye michakato, lakini haijafanywa kuwa lazima. Kwa hiyo ni hiari ya wazalishaji wa chupa za plastiki aidha kucomply au kuto kucomply, kwa sababu hakuna kanuni ambayo inawalazimisha kufanya hivyo. Kwa kama maana yake kama hii kanuni kama ingefanywa kuwa ya lazima, maana yake wazalishaji walilazimika kulipa sehemu ya faida wanayoipata katika usafishaji wa mazingira, na ile faida inatakiwa kwenda kwa recyclers, inatakiwa kwenda kwa wakotaji moja kwa moja. Kwa hiyo inaweza ikaenda katika mfumo wa kulipia bima za afya, katika mfumo wa utoaji wa vifaa, katika mfumo wa kugharamia mafunzo na kadhalika. Lakini kwa Tanzania iko hivyo kwa sababu hiyo sheria haijafanywa, hiyo kanuni haijafanywa kuwa lazima. Ingawaje tupo kwenye mchakato bado tunasubiri, lakini mchakato ni wa taratibu. Wanachokifanya wazalishaji ni kulipa ada ya mazingira na wanailipa kwa Baraza la Mazingira NEMKI. Lakini ile ni kwa ajili ya shughuli za utendaji wa NEMKI, haiwahusu wakotaji ambao ni wadau rasmi wa mazingira. Kwa sisi tunataka hao wazalishaji wa hizo chupa wawe na uwezo wa kuwalipa wakotaji moja kwa moja, kwa sababu ndio wanaokota chupa zao huku chini na ndio wanaosafisha mazingira, lakini ulipaji ni katika hizo njia ambazo nimetaja. Huyu mwokota taka rejeshi anasaidia kwenye kutunza mazingira kwa kuiondoa ile plastiki ambayo ipo kwenye mazingira, amesaidia kuyatunza mazingira. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ni mdau namba moja anayenusuru dunia na janga la plastiki, na ni mdau ambaye anapaswa thamani yake itambulike, jamii mjue, serikali pia imtambue, na wadau wengine wote wa maendeleo, wadau wa mazingira na wadau wengine wote wamtambue na wampe ushirikiano katika kutimiza zile stahiki ambazo anazihitaji. Licha ya kuwa ni mwokota taka rejeshi, lakini bado anastahiki, bado ana haki ambazo anazihitaji, natakiwa zitimizwe, na natakiwa pia ingizwe kwenye sera mbalimbali za maendeleo zinazokuwa zinaundwa hapa nchini. Kwa sera mbalimbali za maendeleo, sera za mazingira zinapaswa pia zisimwache nyuma mwokota taka rejeshi, shujaa ambaye anakabiliana na swala la plastiki kuliko hata wazalishaji wenyewe wanaozalisha zile chupa za plastiki na makundi mengine kama viroba, nailoni na hizi electronic wastes na vitu vingine.